Mimi nasema kwetu kama wachezaji imekuwa advantage kwa namna moja au nyingine, hususa kulikuwa kuna baadhi ya wenzetu walikuwa bado hawajarecover vizuri. Kwa hiyo hizi break naweza nikasema zimetusaidia kwa namna moja au nyingine, kwamba squad imeongezeka, watu wameregain, wamerudi, tumeungana na timu. Kwa hiyo naweza nikasema ni moja kati ya faida kwetu pia. Mmecheza mechi 3, mmepata alama 2 peke yake. Nadhani mlikuwa na matarajio makubwa zaidi. Hizi alama chache mlizozipata nyinyi kama wachezaji, mnazungumza nini hasa mara baada ya kupata hizi alama chache kuelekea kwenye mechi zinazokuja? Mimi kwa upande wangu alama 2 mimi ni nyingi, sio chache kwa namna moja au nyingine, kwa sababu ya ligi ilivyo na mechi, kaliba ya mechi ambazo tumekutana nazo. Tumeenda kucheza away, tumecheza na timu kama Namungo, tumecheza na timu Yanga, tumekuja kucheza hapa na TRA. Kwa hiyo kwa interval ya gap kwanza zenyewe za mechi, lakini pia na aina za timu tulizocheza nazo na point tulizonazo, mimi naona tusiposhukuru tunakufuru. Kwa hiyo naweza nikasema tumeshapata muda mwingi, tumepata mapumziko, na mimi sasa tushapata matokeo yote, tumefungwa, tumesale. Kwa hiyo bado tu tokeo moja la kushinda. Kwa hiyo naamini kwa uwezo wa Mungu basi na sisi tutaanza kushinda. Mechi gani ilikuwa ngumu zaidi kwenye hizi mechi 3 ambazo zimepita? Mechi ngumu ilikuwa ni ya Yanga. Mechi ya Yanga kwa sababu kulingana na mazingira, unacheza na timu kubwa. Yaani obviously hiyo lazima iwe mechi kubwa. Ni mechi ngumu, unacheza na watu ambao yani wana experience, wana hali, wapo nyumbani, wana fan base kubwa, mabingwa. Kwa hiyo vyovyote inakuwa ni mechi ngumu. Kwa upande wangu ilikuwa ndio hiyo. Sasa ile mechi kabla haijachezwa, semaji la ni kweli mpaka mtu anakupa mechi, it means cha kwanza niliona na thamani kubwa sana, na kitu kingine niliona ananiamini, yani hajataka kuangalia ukubwa wa Yanga, ila kaniangalia mimi kwamba ninaweza kubisha. Sasa ile kitu imeniongezea confidence kubwa, kwamba cha kwanza niliona na thamani kubwa sana, na kitu kingine niliona ananiamini, yani hajataka kuangalia ukubwa wa Yanga, ila kaniangalia mimi kwamba ninaweza kubisha. Sasa ile kitu imeniongezea confidence kubwa, kwamba kumbe kuna uwezekano watu wananifikiria kwa makubwa zaidi ambavyo mimi najifikiria. Kwa hiyo ilinipa morali ya kwenda kuonesha kwamba sitakiwi kuangusha watu walioniamini. Kwa hiyo iliniongezea hali ya mechi, iliniongezea ghadhabu kwamba naenda kupambana kwa sababu kuna watu wananiamini. Licha ya ugumu katika eneo la kiungo cha Young Africans, ulicheza vizuri sana. Ilikuwaje? Yaani nini ambacho mlizungumza kabla ule mchezo? Yaani kwenye swala kucheza vizuri, mimi nahisi ni habit. Nishakuwa kama yani kucheza vizuri sio jambo la kusisimua kwa level ambayo nimefikia, kwa sababu ni tabia yako, ni kama tabia. Yani naweza nikasema sijisifii, lakini mimi nimeshacheza mechi za kaliba zile nyingi sana. Toka nipo mdogo, toka nipo under 17, under 20 and 23, zote international team, unacheza na timu za taifa za mataifa tofauti. Kwa hiyo kwa upande wangu unapokutana na mechi za ndani kidogo ujue kinachotofautisha timu kubwa na timu ndogo ni ile confidence. Wachezaji wanaingia wana confidence, sio kwamba talent zinapishana sana, lakini ile confidence. Sasa confidence yangu mimi naweza nikaa kwenye timu ya daraja la kati, lakini probably confidence yangu ni kubwa zaidi. Kwa hiyo ndio maana ninapokutana na timu kama zile, sidhani kama pressure, sina pressure, zero pressure. Hicho ndio kinachonisababisha. Sinaweza kaa sicheze vizuri, ila nacheza kwa principle na zero pressure. Kwa hiyo watu wanaweza kaona nacheza vizuri, lakini kumbe ni ile confidence inafanya watu wanaamini huyu anaweza kufanya hivi katika mechi kama hii. Sasa once inapotokea unakuwa una calm, una compose, watu wanacheza vizuri, lakini kumbe ni habit, ni issue ya kawaida. Jezi nambari 24 na siri gani kwako? Kwa sababu watu wengi wanavaa jezi kwa kuwa ina story behind. Hii namba 24 ni kwamba ulikosa jezi Pamba Jiji, au hii jezi ina maana gani?
Hii jezi namba 24 ni kama ulisi naweza nikasema. Hii nimeanza kuivaa nipo JKT Tanzania kwa sababu kakaangu alikuwa anacheza JKT Tanzania. Kwamba mimi nilikuwa nacheza timu moja kipindi naingia JKT Tanzania, kakaangu bado alikuwa anacheza. Mimi nilikuwa under 20. Kwa hiyo niliposogezwa juu mimi nilikuwa navaa namba 8. Niliposogezwa juu alisajiliwa bro wangu mwingine Mwinyi Kazimoto. Mwinyi Kazimoto anavaa jezi namba, ametoka Simba anavaa jezi namba 8. Kwa hiyo kwa heshima ile jezi ya namba 8 sikutakiwa tena kuivaa. Ikabidi nivae jezi namba 88. Baada ya hapo kakaangu akastaafu. Yani ule mwaka wa mwisho mimi kucheza naye, na hisi nilicheza naye kama mechi 2 yani. Yeye anacheza chini, mimi nacheza juu. Baada ya hapo akawa amestaafu mpira. Sasa baada ya kustaafu nikamwambia acha mimi niendeleze hii jezi. Yeah, kwa sababu once alipokuwa akitoka alikuwa watoto Afrika, toka hiyo anaitumia toka toto toka JKT. Kwa hiyo alipokuwa akiondoka jezi ni ananitumia mdogo wake jezi namba 24. Kwa hiyo hata mtaani kwa naivaa. Sasa nimetoka nayo nikasema acha hii ni yenzi jezi. Hivi Rodri na Caicedo nani unapenda kujifunza zaidi kwake? Wote wazuri, wote najifunza. Mimi najifunza kila mtu. Unajua watu wanapishana. Kwa hiyo nachukua kila sehemu na waheshimu na najifunza vingi kupitia kwa wote kwa sababu ni wachezaji wazuri. Bwana sana Kevin Nash. Tuko pamoja sana.